yatakwenda vizuri. Wiki iliyopita tuliangalia baragumu ya kwanza. Na tukagundua ya kwamba katika baragumu ya kwanza Swahili Union Version imeandika maneno yafuatayo: malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa na mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu vikatupwa juu ya nchi. Theruthi ya nchi ikateketea, theruthi ya miti ikateketea, na majani mabichi yote yakateketea. Tukagundua ya kwamba Swahili Union Version ina maneno ambayo katika Biblia asili hayapo, ila yaliongezwa, ambayo ni theruthi ya nchi ikateketea. Hayo maneno yaliongezwa, ambapo katika Zanzibar, fasili ya Zanzibar mwaka 1921 inasema malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa na mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu vikatupwa juu ya nchi. Theruthi ya miti ikateketea, majani mabichi yote yakateketea. Ambapo tukawa tuna kazi ya kuanza kuchanganua jambo moja moja. Mvua ya mawe iliwakilisha hukumu ya Mungu iliyokuwa ikianguka tu juu ya waovu. Alafu mvua ya mawe iliyotangamana na moto ilikuwa tu ni kiashiria kilichokuwa kinafanana na pigo waliopigwa wana wa Misri zamani, ambapo mvua ilinyesha kutoka mbinguni ambayo ilikuwa imechanganyikana na mawe na moto. Alafu tukagundua ya kwamba hukumu ni lazima ianze katika nyumba ya Mungu. Petro wa kwanza 4 fungu la 17. Ikianza na watu wangu, ambapo ndio hukumu inapokuwa inaanza. Kwa hiyo baragumu ya kwanza ni hukumu ya rehema. Hukumu hii inaanza na watu, nyumba ya Mungu, na nyumba ya Mungu ni Wayahudi. Kwa Wayahudi wakapata na hukumu hii, na wakapata na hukumu hii yenye rehema kwa wakati huo. Tukagundua ya kwamba miti iliwakilisha taifa la Kiyahudi, ambapo theruthi ya miti, yani takriban nusu ya taifa liliangamizwa, na theruthi ya na majani mabichi yote yaliangamizwa, ambapo majani mabichi yalikuwa yanamaanisha waasi, watu waasi. Kwa waasi wote wakaangamizwa katika taifa, wakaondolewa. Na sababu kubwa Wayahudi walivyoangamizwa, Pambano Kuu kurasa 22 paragraph ya 2 inasema dhambi kubwa ya Wayahudi ilikuwa ni kumkataa Kristo. Dhambi kubwa ya ulimwengu wa Kikristo ingekuwa kuikataa sheria ya Mungu, ambayo sheria ya Mungu ni msingi wa serikali yake yote mbinguni na duniani. Sasa moyo unaokuwa ukisukuma katika maisha ya mwanadamu ili kuleta uhai, moyo unaokuwa ukihakikisha maisha ya Kikristo yakae sawa, sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu ndio inatupatia utaratibu. Utaratibu unakaa vizuri. Kwa kunakuwa kuna utaratibu, Mungu anakuwa utaratibu kwa sababu kuna sheria ya Mungu. Kuondolewa kwa sheria ya Mungu kunaleta Babel, yani machafuko. Na sababu kubwa ulimwengu huu wa Kikristo kuleta machafuko yote tunayoyaona leo duniani ni kwa sababu watu wameikataa sheria ya Mungu. Machafuko katika familia, machafuko katika mataifa, machafuko kati ya ndugu, ni sababu kuu ni moja tu: watu wameikataa sheria ya Mungu, msingi wa serikali ya mbinguni. Pamoja na hali ya 1/3 ya miti kuangamizwa, leo kwetu sisi ulimwengu hauko tayari kuamini ujumbe wa wakati huu, kama ilivyokuwa kwa Wayahudi kupokea onyo la Yerusalemu. Habari gani juu ya matengenezo ya muziki? Habari gani juu ya matengenezo ya afya? Habari gani juu ya matengenezo ya mavazi? Habari gani juu ya ujenzi wa tabia? Habari gani juu ya kwamba Mkristo anaweza akafikia maisha ya kuishi bila dhambi? Ulimwengu hauamini na hauko tayari kuamini ujumbe wakati huu. Kwa hali iko kama zamani, na bila kujali lini itafika, siku ya Mungu itakuja bila taarifa kwa watu wasio mcha Mungu. Jambo la pekee wakati huo, hakuna Mkristo hata mmoja aliyeangamia katika kuharibiwa kwa Yerusalemu. Jambo la pekee wakati wetu ni kwamba hakuna Mkristo hata mmoja atakayeharibiwa Yesu atakapokuja tena mara ya pili. Wakristo nchi nzima walikimbia wakaenda mahali salama katika mji wa Pela katika nchi ya Perea, ng'ambo ya Jordan. Wakristo wa kweli wakati wetu huu watakaa salama mahali Mungu alipopachagua atakapowahifadhi, nao watavuka ng'ambo ya Jordan na kuingia katika mji mpya Yesu atakapokuja mara ya pili. Hiyo ndio yale tuliojifunza katika baragumu ya kwanza. Sasa leo tuangalie baragumu ya ngapi? Ya pili. Baragumu ya pili. Naam.
Ndio. Naam? Ni peji ya 28, sio 38. Ni peji ya 28 paragraph ya kwanza. Asante. Pambano Kuu 28 paragraph ya kwanza. Baragumu ya pili, tunaanza na kanuni kuu na ya msingi. Kanuni kuu ya maisha yote inayoongoza wanadamu wote duniani ni kanuni moja tu ambayo Mungu aliiweka, ambayo kila mwanadamu kwao lazima aipitie. Kanuni hiyo inasema yafuatayo, Galatia 6:7. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Hii ndio kanuni kuu inayoongoza maisha ya wanadamu wote. Kwa hamna mtu, hataki mtu yote kudanganyika, tusidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Tukipanda kwa uovu, tunavuna uovu. Ukipanda kwa wema, unavuna wema. Leo watu wanapanda kwa kunywa vitu visivyofaa, kwa mfano wanakunywa energy drink, alafu wanavuna alichokipanda. Wengine wanapata shida ya figo, wengine wanapata shida ya moyo, wengine wanapata shida ya kuathirika nguvu za kiume, zote kwa sababu ya kitu wanachopanda. Na wapo watu wanapanda katika kutafuta ukweli na wanavuna, watavuna uzima wa milele. Sasa kanuni hii ya msingi ndio kanuni iliyoongoza maisha ya wanadamu hapa duniani. Kanuni ya Mungu ilikuwa hivi. Taifa lake lilikuwa likiasi, alikuwa anaruhusu taifa jingine lije liwachukue liwapeleke utumwani. Alafu lile taifa likiwapeleka utumwani likiwatendea watu wa Mungu kwa jeuri na kiburi na kwa kuwatesa sana, Mungu anageuka analiadhibu lile taifa kwa kuwatesa watu wake ambao aliwaruhusu waende utumwani. Sijui mmenielewa hiyo kanuni? Yaani kanuni ni hivi, Samu ametenda dhambi, amemkwaza Mungu. Mungu anatuma jeshi la mtani linaenda. Jeshi la mtani likifika linamchukua Samu, linaenda naye utumwani. Likifika kule linamtesa, linapitiliza. Likipitiliza kiwango cha kutesa, Mungu anasema, okay Samu, isiwe tabu kwa kuwa umeteswa sana. Mungu anaamua sasa jeshi la mtani ambalo lilikuwa la adui na lenyewe ni muda wake wa kuadhibiwa, linaadhibiwa kwa kosa moja tu, limewatesa watu wa nani? Wa Mungu. Sasa hii ndio kanuni kuu. Mnamo mwaka 721 kabla ya Kristo, jeshi la Ashuru lilienda likavamia Israeli ya kaskazini. Alafu likachukua yale makabila 10, likaondoka nayo utumwani, likayatawanya, hayakuwapo tena baada ya hapo mpaka leo. Ndipo hapo ambapo jeshi la Ashuru mwaka 721 lilifika, ufalme wa kaskazini likachukua ufalme wa kaskazini ambao ni yale makabila 10, ambapo Ashuru ilikuwa kifaa cha Mungu kuadhibu taifa lililoasi. Isaya alisema yafuatayo katika Isaya 10 fungu la 5 na la 6, ole wake Ashuru, fimbo ya hasira yangu. Kwa Ashuru alikuwa fimbo ya hasira ya Mungu, ambaye gongo lililoko mkononi mwake ni ghadhabu yangu. Nitamtuma juu ya taifa lenye kukufuru, nitampa maagizo juu ya watu wa ghadhabu yangu, ateke nyara na kuchukua mateka na kuwakanyaga kama matope njiani. Na taifa ila Ashuru likawachukua watu, likaenda nao, likawatesa, likakaa nao, zile kabila 10. Zikabaki kabila 2, ambalo kabila hilo ni Benjamin alafu na Yuda, ndio hao wanaitwa Wayahudi, zile kabila 2. Sasa mwaka 613 na kati ya mwaka 613 mpaka mwaka 611 kabla ya Kristo, kuna vita vile kupigana duniani, vita vya Ninawi. Katika vita hivi vya Ninawi, ufalme wa Ashuru uliangushwa na kupigwa vibaya sana. Na sababu ya kwa nini ufalme wa Ashuru ulipigwa na kuangamizwa ni kwa sababu Isaya alisema, Isaya 10 fungu la 12, basi itakuwa Bwana atakapokuwa ametimiza kazi yake yote juu ya mlima Sayuni na juu ya Yerusalemu, nitayaadhibu matunda ya kiburi cha moyo wa mfalme wa Ashuru na majivuno ya macho yake. Kwa vita vya Ninawi vinapigana na ufalme wa Ashuru unapigwa, sababu ni kiburi cha moyo wa mfalme wa Ashuru na majivuno yake aliyokuwa anajivuna akisema, miungu ya Ashuru ni mikubwa na ina nguvu kuliko Mungu wa hawa jamani niliowachukua kwenda utumwani. Taifa
la Ashuru nalo likapigwa kwa kuwa liliwatesa watu wa nani? Watu wa Mungu. Tunaelewana hiyo kanuni? Wakati wa Babeli mwaka 607, Nebukadreza akiwa amelijeshi wa jeshi akiongoza jeshi lake walienda wakauvamia mji wa Yerusalemu, wakausuru, wakatwaa baadhi ya vitu, wakachukua mateka. Na ndipo hapo ambapo Daniel na wenzake wakachukuliwa, wakaondoka, wakaenda mpaka uhamishoni. Babeli ikakaa wachukua taifa la zile kabila mbili zilizobaki, taifa la Yuda, ufalme wa Yuda, likaenda nalo likawatesa kwa muda mrefu. Baada ya muda mrefu kupita, Mungu akawakumbuka watu wake, akarudi kuliadhibu taifa la Babel kwa sababu liliwatesa watu wa Mungu. Unaona hiyo kanuni ilivyokuwa? Kanuni rahisi sana. Na aliyeongoza mapambano alikuwa Nebukadreza, na Mungu alimuita Nebukadreza mtumishi wake. Yeremia 27 fungu la 6 na 7. Na sasa nimemtia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babel mtumishi wangu, na wanyama wa mwitu pia nimempa wamtumikie. Kwa hiyo Nebukadreza alikuwa mtumishi wa Mungu kukamilisha hiyo kazi aliyokuwa amepewa. Mfalme Nebukadreza atawaadhibu na kuwatesa watu wa Mungu. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 50 na 51 inatueleza ya kwamba jinsi gani Mungu alivyoliadhibu taifa la Babeli, na jinsi kwa sababu liliwatesa na kuadhibu watu wake. Ilipofika mwaka 70, taifa hili la Wayahudi baada ya kutoka utumwani wa enzi za Uajemi likarudi likakaa pale utumwani, likaenda likajenga tena Yerusalemu baada ya kutoka utumwani chini ya Nehemia. Ilipofika mwaka 70 baada ya Kristo, ufalme wa Rumi ulienda ukaivamia Yerusalemu, ukawapiga, ukawaua, ukaondoka nao, ambao ndio ilikuwa baragumu ile ya kwanza, hukumu iliyokuwa imeanguka. Na kuvamiwa kwa Yerusalemu sio jambo lililokuwa la kawaida. Ni unabii ambao Daniel aliandika. Katika Daniel 9 fungu la 26, Biblia inasema, na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu, people of prince, atakaye kuja wataangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, hata mwisho ule vita vitakuwapo ukiwa umekwisha kukusudiwa. Mkuu ni Yesu Kristo. Watu wa mkuu ni Wayahudi. Je, Wayahudi walijiangamiza wenyewe? Hapana. Kwa muktadha huu ni kwamba jeshi la Rumi likiongozwa na Tito lilikuwa ndio watu wa mkuu waliokwenda wakaangamiza mji wa Yerusalemu na patakatifu, na mwisho wake ukawa kuna gharika na vita vikawepo wakati huo. Sasa baada ya kuwachukua hawa watu kwenda nao na kukaa nao utumwani na kuwanyanyasa sana, ndipo tunaingia baragumu ya 7. Baragumu ya pili katika baragumu 7, ambapo Bible inasema, Swahili Union Version, malaika wa pili akapiga baragumu, na kitu mfano wa mlima mkubwa uwakao moto kikatupwa katika bahari. Theruthi ya bahari ikawa damu, wakafa theruthi ya viumbe vilivyomo baharini vyenye uhai, theruthi ya merikebu zikaharibiwa. Ambapo alama katika baragumu ya pili ni hizi zifuatazo: 1, mlima mkubwa uwakao moto; 2, bahari iliyogeuzwa kwa theruthi kuwa damu; 3, viumbe vya baharini, yani samaki; 4, merikebu. Tukimaliza kuchanganua bahari, mlima mkubwa uwakao moto, viumbe na merikebu, tukaelewa maana zake, tunakuwa tumeelewa baragumu ya ngapi? Ya pili. Sasa swali tuanze nalo ni hili: mlima katika unabii wa Biblia, mlima unawakilisha nini? Mlima huwakilisha ufalme. Tunakumbuka katika Daniel sura ya pili fungu la 34, wakati Daniel akimwelezea mfalme Nebukadreza ndoto aliyokuwa ameota, ndipo Daniel anamwambia mfalme, nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu yake
iliyokuwa ya chuma na udongo ikavunja vipande vipande. Fungu la 35 katika Biblia Habari Njema imeandika vizuri. Lakini lile jiwe lililoivunja ile sanamu likageuka kuwa mlima mkubwa. Swahili Union Version imeandika milima mikubwa, sio milima mikubwa, ni mlima mkubwa, na kuijaza dunia yote. Sasa nini maana ya huyo jiwe ambalo lilikuwa mlima mkubwa? Fungu la 44 Daniel anaandika akielezea, anasema, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiliwa enzi yake. Kwa hiyo ni mlima unawakilisha ufalme. Tuko sawa? Nenyi watu, habari zenu? Lakini Biblia inatueleza katika Baragumu ya pili kwamba mlima huu ulikuwa ni mkubwa. Kwa kitendo cha mlima kuwa mkubwa inamaanisha ufalme huu ulikuwa ni ufalme mkubwa, sio mdogo. Ufalme ulikuwa ni ufalme mkubwa. Sasa nitawauliza swali la historia. Ni ufalme gani mkubwa ulioelezewa kwenye Biblia na kutajwa kwamba ni ufalme mkubwa? Ufalme wa kwanza ulioelezewa kwenye Biblia na kutaja ni mkubwa ni Babel. Ufalme wa pili ulioelezewa kwamba ni mkubwa na kutajwa kwenye Biblia ni upi? Agano la Kale ni Babel. Agano Jipya ni Babel. Habari zenu? Agano la Kale Babel. Agano Jipya Babel. Agano la Kale Babel halisi. Agano Jipya Babel katika lugha ya picha, ambao Babel katika lugha ya picha iliwakilisha nini? Rafiki ametaja hapa Rumi. Lakini swali ni kwamba chochote unachokisema lazima uthibitishe kuwa imeandikwa. Unajua ili Yesu amshinde shetani, kanuni yake ilikuwa ni moja tu, imeandikwa. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Imeandikwa. Tunaweza tukamshinda shetani kwa imeandikwa tu, ila kwa propaganda haiwezekani kumshinda shetani. Maana kitu kinachoongoza kuwadanganya watu duniani ni hiki. Wanafunzi wakamfuata Yesu wakamwambia, "Hebu Yesu tuambie ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia?" Yesu akajibu akamwambia, "Angalieni mtu asifanyaje." Kwa hiyo kuna watu wengi wamedanganywa na professors, PhD, masters, doctorate, wachungaji, wainjilisti. Wamedanganya watu kwa sababu ya cheo. Na ndio kitu kikubwa Yesu alichokiona cha kutisha. Angalieni mtu asiwadanganye. Sifa wale 144,000 wala uongo haumo ndani yao, hawadanganyi. They never lie. Sasa katika Agano la Kale mlima mkubwa uwakao moto ni Biblia. Sasa mmoja ashike maiki, alafu na Biblia afungue asome. Kuna mafungu tutasoma hapo mengi kidogo ambayo sikuandika hapo. Mlima mkubwa uliwakilisha ufalme wa Babeli. Ngoja niwape hizi tip chache. Tip namba 1. Katika kitabu cha Yeremia, nabii Yeremia anaulejelea Babeli kama mlima uharibuo. Katika Yeremia 51 fungu la 25. Na ndipo hapo tunapotaka Samo uanze kusoma. Fungua Yeremia fungu la 51, Yeremia 51 fungu la 25. Tunaanza kuchambua huu mlima mkubwa uwakao moto ambao katika Agano la Kale unaitwa Babel. Mama. Yeremia 51 fungu la 25. Samo hujafika? Mtula, umefika? Samo hajui leo mambo yalisumbua, mitambo ilisumbua, tukachelewa. Samo. Au tulichelewa kwa sababu maiki yafike. Anasema, "Tazama, ndio mimi ni juu yako. Ndio. Mlima uharibuo." Asante, ishi hapo. Biblia inautaja ufalme wa Babeli kama mlima uharibuo. Tazama,
mimi ni juu yako, ewe mlima uharibuo. Jambo la pili, ufalme wa Babeli utahukumiwa na Mungu kwa sababu ya ukatili uliowatendea watu wa Mungu. Yeremia 51 fungu la 24. Asema, Ndio. nami nitamlipa Babeli na wote wakaao ndani ya Ukaldayo mabaya yao yote waliowatenda katika Sayuni mbele ya macho yenu, asema Bwana. Asante. Kwa Babeli iliangamizwa kwa sababu kuu inayotajwa na Biblia ni hiyo. Ni kwa sababu waliwatesa watu wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu hiyo, kanuni yetu kuu tuliyokuwa tunajifunza, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa Babeli ikavuna ilicho kipanda. Alafu Babeli itakuwa mlima uwakao moto. Babeli itakuwa mlima unaowaka moto. Yeremia 51 fungu la 25. Endelea kusoma pale ulipoishia. Asema Bwana, Ndio. wewe uharibie dunia nzima, Ndio. nami nitaunyoosha mkono wangu juu yako, Ndio. na kukufilingisha chini toka majabalini. Ndio. Nami nitakufanya kuwa mlima ulioteketezwa. Babeli inaitwa mlima ulioteketezwa. Mlima unaoteketea inamaanisha nini? Babeli inayo anguka. Alafu na sifa hii, Babeli kisha anguka, ukiwa mlima unaoteketea, utafanywa nini? Biblia inasema utatupwa kwenye mto flat na kuzama na kutokuinuka tena. Yeremia 51 fungu la 63 na 64. Anasema, Ndio. tena itakuwa utakapokwisha kukisoma kitabu hicho, utakifungia jiwe. Ndio. Na kukitupa katika mto Frati. Ndio. Nawe utasema, hivyo ndivyo utakavyozama Babeli, wala hautazuka tena, kwa sababu ya mabaya yote nitakayoleta juu yake, nao watachoka. Maneno ya Yeremia yamefika hata hapa. Asante sana. Kwa hiyo Yeremia akachukua mfano wa kitabu akakichoma, alafu akakitupa kwenye mto flat. Alafu ndio anaambiwa jinsi ambavyo Babeli itaangamizwa na haitainuka namna gani tena. Tukifika hapo tumeanza kuelewana. Lugha ya Ufunuo 8 fungu la 8 na la 9. Nikaona kitu mfano wa mlima mkubwa uwakao moto, ukatupwa, haukutupwa mtoni ila ulitupwa baharini. Hiyo lugha imeanza kuja sasa. Tafsiri imeanza kuja kidogo. Hiyo ilikuwa Agano la Kale. Twende Agano Jipya. Katika Agano Jipya, mlima mkubwa uwakao moto ni nini? Mlima mkubwa uwakao moto unawakilisha ufalme wa Babeli ambao ni Rumi. Habari zetu. Bwana Yesu asifiwe. Mgeni, tuko pamoja. Sasa Ufunuo 16 fungu la 19, tuone Babeli inavyotamkwa katika Agano Jipya. Na mji ule mkuu kagawanyika mafungu matatu, na miji ya mataifa ikaanguka, na Babel ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu, kupewa kipimo cha mvinyo wa ghadhabu ya hasira yake. Ufunuo 18 fungu la 2 na 21, Biblia inasema akalia kwa sauti kwa akasema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, utatupwa Babeli mji ule mkuu, wala hautaonekana tena namna gani kabisa. Katika Agano Jipya, Professor Ranko Stefanovic katika kitabu chake kinaitwa Plain Revelation, ukurasa 120, anasema katika siku za Yohana Babel iliwakilisha kama alama ya milki ya Rumi, yani Roman Empire. Kwa sababu Rumi kama Babel iliharibu Yerusalemu na hekalu, baragumu ya kwanza, ilipaswa kupatwa na hatima ya Babeli ambayo ndio baragumu ya pili. Petro alitumia neno Babel katika jina la siri kwa ajili ya Rumi. Petro wa kwanza 5 fungu la 13. Sasa hapo nitahitaji Biblia mbili, ya Kiswahili na ya Kiingereza. Ya Kiswahili ina madhaifu, alafu tutasoma na ya Kiingereza. Petro wa kwanza 5 fungu la 13.
Wakristo wa siku za Yohana waliona Rumi kuwa Babeli mpya. Wangeweza kutambua kwa urahisi alama za mlima unaowaka katika baragumu ya pili kama unabii wa kuanguka kwa milki ya Rumi. Kwa Profesa Ranko yeye akaandika akasema Wakristo wale wa kwanza walijua tu kwa urahisi sana kitu kilichokuwa kinawakilishwa ni kuanguka kwa ufalme kwa milki ya Rumi. Sasa Petro wa kwanza 5 fungu la 13 Swahili Union Version inasema yafuatayo. Anasema, ndio, mwenzenu mteule hapa Babeli awasalimu, na Marko mwanangu. Imeisha. Kiswahili kinasema hivi. Rudia. Mwenzenu mteule hapa Babeli awasalimu, na Marko mwanangu. Mwenzenu mteule hapa Babeli awasalimu. Wakati huo Petro amekamatwa na Nero, yuko Rumi. Ndio Petro aliandika kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza na wa pili, kitabu chake cha mwisho, alikuwa yuko Rumi gerezani. Na Petro alipokuwa anaelekea kunyongwa, alipokuwa anaelekea kusulubiwa, maana Petro alisulubiwa, alipokuwa anaelekea kusulubiwa, ndipo Paulo na yeye anakamatwa na Nero. Ndio ile safari ya kutoka Malta to Crete. Anachukuliwa, anapelekwa. Mbele tutasoma jinsi roho nabii anavyoelezea kwa nini Mungu aliruhusu hawa jamaa wawili waliokuwa wametengana kufanya kazi katika vifo vyao wakutane pamoja. Sasa Swahili Union Version imeandika kitu fulani ambacho kinanikwaza. Kinasema na mwenzenu hapa Babeli awasalimu. Tusome Biblia ya Kiingereza. King James Version. Ndio? Mpe mic. Wale jamaa wanataka sauti pale nyuma. King James Version. Hiyo ni hii sio King James Version. Okay. Sawa basi. Ntila, soma King James Version. King James anasema, ndio, the church that is at Babylon, yes, elected together with you, salutes you, and doth Marcus my son. Kwa Kiswahili anasema kanisa lililoko Babeli. Sio Swahili Union Version au hiyo New King James Version ilivyoandika, hapana. King James Version inasema kanisa, yani Petro anaandika salamu kutoka kwa kanisa lililoko Babeli, ndio lilikuwa linatuma salamu kwenda kwa wateule wengine. Alafu ndio anasema na Marko aliyekuepo hapo. Sasa kwa nini Petro aliandika hivyo? Kitabu cha Act of Apostles, Ellen White anaandika hivi kuhusiana na hilo fungu akichanganua, anasema ukurasa 537 paragraph ya kwanza. Katika uandalizi wa Mungu, Petro aliruhusiwa kufunga huduma yake akiwa Rumi, ambapo Biblia inasema akiwa kanisa lililoko Babeli. Fasiri yake ni kwamba Babeli ilikuwa inawakilisha, kwa Petro hakuandika kanisa lililoko Rumi ili Wakristo walioko Rumi wasiwawe na Nero. Kwa akaandika kanisa lililoko Babeli. Wakristo wa Mungu wakajua hili ni kanisa lililoko Rumi. Tunaelewana vizuri hapa? Katika uandalizi wa Mungu, Petro aliruhusiwa kufunga huduma akiwa Rumi, ambako kufunga kwake kuliamliwa na mfalme Nero. Takribani wakati wa kukamatwa kwa Paulo kwa mara ya mwisho, nyakati zinafanana. Ndipo Ellen White anasema hivyo mitume wawili wa zamani ambao kwa miaka mingi walikuwa wametenganishwa sana katika kazi zao, walipaswa kutoa ushuhuda wao wa mwisho kwa ajili ya Kristo katika jiji kuu la nini? La ulimwengu. Hapa ndio wanahistoria wote duniani wanakubaliana, wanasema jiji lililokuwa kuu, lililokuwa kitovu cha uchumi wa dunia ya kale wakati huo lilikuwa ni jiji la Rumi. Tutakuja tusome huko mbele baadaye, ila sio siku ya leo. Ndio anamalizia anasema na juu ya ardhi yake kumwaga damu yao kama mbegu ya mavuno mengi ya watakatifu na wafia dini. Kwa damu ya Petro, damu ya Paulo ikamwaga ikawa mbegu ya wafia dini wengi. Kwa mlima mkubwa wakao moto iliwakilisha kuanguka kwa ufalme wa nini? Wa Rumi. Tunaenda sehemu ya pili. Ule mlima ulioanguka ulitupwa wapi? Baharini. Ukatupwa baharini. Wale waliochelewa tunachanganua Ufunuo 8 fungu la 8 na la 9. Realista leo ulichelewa, kwa tunachanganua Ufunuo 8 fungu la 8 hadi la 9. Hapo tu basi.
Hapo ndo baragumu ya pili. Kwa ule kitu mfano wa mlima mkubwa. Kwa ufalme, baragumu inawakilisha hukumu yenye rehema. Kwa hukumu ya Mungu yenye rehema ikapiga juu ya ufalme wa Rumi, na ufalme wa Rumi ukaanguka. Na ulipokuwa unaanguka uliangukia baharini. Swali, bahari inawakilisha nini katika unabii wa Biblia? Rafiki yangu mmoja atanijibu Ufunuo 17:15, na yale maji uliyaona aketipo ni mataifa mengi na lugha. Nataka zaidi hapa. Hiyo ni for beginners I can allow it, lakini kwa wale deep thinkers nataka zaidi, wanafunzi wa kina zaidi au unabii wa Biblia. Bahari inawakilisha nini? Hiyo maana ni ya kweli na halisi. Ukisema hivyo na mimi nitakupa swala challenge ambalo hatutalijibu leo, tutalijibu baragumu ya 3. Mito inawakilisha nini? Maana bahari si ni maji na mito ni kuna maji. Kuna tofauti gani ya maji ya mtoni na maji ya baharini? Maana baragumu ya 3 haipigi bahari, inapigwa juu ya mito na chemichemi za maji. Mito na chemichemi za maji, tofauti maji yake ya mito, chemichemi za maji na bahari ni nini? Mtatafuta wiki lijalo, itakuja kunijibu hilo swali. Bahari katika Biblia, maji au mawimbi ya bahari huwakilisha machafuko, vita na watu wengi. Hawa watu wengi ni watu wanaompinga Mungu kwa jeuri. Sio watu tu wengi tu lile kundi la watakatifu wa Mungu wengi maelfu. Hapana, wale sio bahari. Kundi la waovu ndio bahari, wanampinga Mungu kwa jeuri. Tusome mafungu machache. Wale kwenye pamphlet kuna mafungu mengi nimeandika hapo. Isaya 51, Isaya 57 fungu la 20. Isaya 57 fungu la 20 anasema, bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, maji yake hutoa tope na nini? Ukienda Coco Beach, uchafu wote wa bahari unatolewa pembeni. Maana yake kiroho ndio hii, ni kuto kutulia kwa waovu. Kama vile ambavyo bahari haitulii, inatoa tope na takataka. Alafu maana nyingine ile rais ndio hii, Ufunuo 17 fungu 15, kisha akaniambia yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamii, jamaa na makutano na lugha na watu wengi. Fungu jingine ambalo linaelezea vizuri maana ya bahari katika deep ambalo sikuliandika hapo ni wale nilioazima pamphlet zangu. Unaweza ukaona ukurasa wa 50. Ni ukurasa wa 50. Isaya 17 fungu la 12 na 13. Biblia inasema, uvumi wa watu wengi wavuma kama uvumi wa bahari. Ngurumo ya mataifa waunguruma kama ngurumo ya maji mengi. Mataifa wanaunguruma kama ngurumo ya maji mengi, lakini atawakemea. Nao wakimbiao mbali watafukuzwa kama makapi milimani mbele ya upepo, na kama mavumbi vururu mbele ya tufani. Hapo ndo nikagundua zamani nilikuwa nasikia watu wanasema vururu, nikajua sio Kiswahili, kumbe ni Kiswahili sanifu. Ni kuvuma, kuto kutulia kwa bahari. Kwa hiyo na bahari ilipo yani mlima ulipoanguka baharini, Biblia inasema theruthi ya bahari ikawa damu. Kwa katika wale waovu, sio wote, ila sehemu takriban nusu. Theruthi mnakumbuka inamaanisha nini? Shetani alipoanguka kutoka mbinguni alianguka na theruthi ya nyota. Ellen White anaandika, anasema takriban nusu ya malaika walianguka. Kwa theruthi ni kama nusu ya ule ufalme wa Rumi, watu waliuawa. Ambapo kugeuza bahari kuwa damu na kuharibiwa kwa meli ni mwangwi wa pigo la kwanza dhidi ya Misri, Kutoka 7 fungu la 14 hadi 20, ambalo Musa aliponyoosha fimbo yake akageuza maji kuwa damu na kuharibu samaki. Ambapo katika Kutoka 7 fungu la 20 inasema hayo maji yote yaliyokuwa katika mto yakageuzwa kuwa damu. Fungu la 21, na samaki waliokuwa mtoni nao wakafanyaje? Wakafa. Kwa theruthi
ya yale bahari, katikati ya yale machafuko yaliyokuwa yakiupata ufalme ulipokuwa ukianguka, samaki walifanyaje? Walikufa. Katikati ya yale machafuko kuna kitu kilichokufa, ni samaki. Samaki kwenye unabii wa Biblia wanawakilisha nini? Si ndio kitu kinachopatikana baharini? Maana mawimbi ya bahari tu si ni machafuko kati ya watu. Jambo machafuko hayo yalipelekea samaki wakafa. Kifo cha wale samaki katika lugha ya kawaida, yani samaki wakafa, damu ya samaki ikamwagika, kwa ile bahari ndio ikatani kuwa nyekundu. Kwa kilichotani kuwa nyekundu ni damu ya wale samaki waliokufa. Kule Misri anasema kukawa kuna uvundo mkali. Damu ya mtu ikikaa hapo inatoa harufu kali, inavunda, inaoza. Ukitaka kujua damu inavyotoa harufu kali, mtu afe alafu akae hapo, harufu ya maiti itokee. Hapo ndo utajua harufu ya damu ikianza kuoza inakuwaje. Sasa samaki, katika unabii samaki wanawakilisha nini? Mtu mwenye intelligent guess. Tuna dakika zetu 7. Samaki wanawakilisha nini? Watu. Thibitisha kwa imeandikwa. Yesu alipokuwa wanaita wakina Petro, ndio wa samaki atawafanya kuwa wavuvi. Imeandikwa wapi? Mimi nimetoka jamii ya Kiislamu, tunaamini tu katika kusoma na kuandika. Imeandikwa wapi? Hana fungu ila na knowledge kichwani. Mwalimu wangu wa PFC zamani hizo, mimi sio msabato ila nilaga PFC. Kimeza zangu naenda Jumaa, naenda kujifunza Qur'an, nilikuwa naingia madrasa, naenda na msikitini. Jumamosi naenda kwa sabato, Jumapili naenda Roman Catholic. Naenda mafundisho yote nilipita, sijui komunio na nini, hayo mambo hayo. Alafu Jumamosi naenda kule kujifunza funza. Kwa sabato kwa kinanifurahisha ni ile mafundisho ya PFC wanapofundisha, ilikuwa inanivutia sana. Ila walikuwa wakihabari za kupiga kwata nilikuwa nazichukia. Kwa zilinishinda. Nilipokuwa jeshini nilipigwa sana kwa sababu ya kurusha miguu, nilikuwa ni tabu sana. Ilikuwa tabu kweli kweli. Lakini katika hayo yote hayo, kilichokuja kuleta badiliko ni siku mimi na Idi na Juma. Yaani babangu anaitwa Idi, alafu mdogo wake fulani anaitwa Juma. Walipokuwa wamekaa, wakasema sasa tusome Biblia hii. Kwa wakaanza kusoma. Wao wenyewe wanasoma tu, wanasoma, wakimaliza wananiambia, wewe dogo, wewe unasemaje? Sasa ilipokuja amebarikiwa Isaka na Ishmael, hapo ndio ikatokea kutofautiana kati ya Idi na Juma. Ikanivutia ile thinking yao, knowledge. Nikiwa darasa la 5 nikasoma kitabu kinaitwa Daniel, Ufunuo, Daniel na siku zetu na ufunuo mambo yajayo. Nilikisoma nikiwa darasa la 5. Nilikuwa nasoma tu, natafuta, nikasoma chote mwanzo mwisho. Nikiwa la 6 nikaokota kitabu cha Pambano Kuu Barabarani. Cha zamani, kimechora watu wamepiga magoti wanamsubiri Yesu anakuja. Zamani sana. Nikaenda nikakisoma, nilivyosoma nikasoma story ya Waldensia wakihifadhi Biblia kichwani, ikanivutia. Nikiwa mdogo sana. Nikiwa darasa la 6 nikaadhimu kuweka Biblia kichwani. Ili ni adhimu zaidi, nilikuwa navutiwa na kitabu cha Ufunuo, nikaanza kukariri kitabu cha Ufunuo sura ya 1. Nikakariri sura ya 1 mpaka ya 14 kichwani. Baadaye shetani akaja sasa. Mawimbi ya bahari, sijui ndio mawimbi ya bahari, yakaja yakapiga ubongo huu, ukaachana na hiyo habari kabisa. Kwa nikiwa darasa la 7 nilikuwa nakaa na wenzangu tu nyuma ya darasa, hamna mwalimu. Kazi yangu ni kuhadisia vilivyomo kichwani mwangu nilivyosoma kwenye Ufunuo. Basi sielewi maana yake vizuri, ila mimi kazi yangu ni kuhadisia tu na fly. Na wenyewe wanakuja wanajaa, wana fly kusikiliza. Bwana, nikaenda hivyo mwaka 2011. Pastor Mwanga akifanya effort kilomita 5 kutoka nyumbani. Sijui ni akili gani ilikuwa, ila nilikuwa nakimbia kilomita 5. Alafu naenda kusikiliza, alafu nakimbia kilomita 5 narudi. Ili wahi kufanya shughuli za nyumbani kabla hukumu ya viboko haijakukuta, maana utakalili fungu hata kama upeti na utachapwa.
Baada ya mahubiri ndio nikaenda nikabatizwa mwaka 2011. Habari zenu. Baada ya kubatizwa ile mwaka 2011, ile natoka kwenye maji mtoni, nibatizwa mtoni, natoka kwenye maji mto Jordan. Namuona Idi na Juma wamekaa juu hivi. Wananiangalia, sema huyu dogo huyu. Sasa nikawaza leo huu mziki wa leo utakuwa balaa. Idi na Juma wamekaa hivi, wananitazama, umetoka kwenye maji. Tuliporudi nyumbani nakutana na baba anakuambia hata mimi mwenyewe nishabatizwa muda mrefu tu, ila basi sikuambia. Mama anamjua Idi, kwa hiyo ndo maana anafurahi sana. Ila ilikuwa ni interesting story ya nyumbani kwetu. Siku moja kakangu mmoja aliwahi kufariki. Waislamu wakaja kuzika, Wasabato wakaja kuzika. Idi hayupo, wanagombania maiti. Ndio nikakutana na Wasabato wajinga duniani, wanagombania maiti. Kwa kuona ni kwa mdogo, ila nakumbuka vizuri. Gogoro mkali, hamna simu wakati huo, simu ya Philips. Akamtafuta Idi, anaambia huyo ni Muislamu, azikwe na Waislamu. Kwa Waislamu wakamzika pale. Kaka yangu zamani hizo. Nilikuwa nawaambia tu samaki anawakilisha nini. Hivyo ndo mimi nilivyovuliwa. Samaki katika Biblia anawakilisha watu. Habakuki 1 fungu la 14 hadi 17. Nitasoma machache. Na kufanya wanadamu kuwa kama samaki wa wapi? Wa baharini. Tumemaliza. Mhubiri akaandika akasema maana mwanadamu naye hujua wakati wake kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya, kwa mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni, kadhalika mwanadamu hunaswa katika wakati mbaya anapoangukia kwa ghafla. Kwa samaki huwakilisha watu. Jambo la mwisho, kwa Biblia inasema theluthi ya samaki, kwa theluthi takriban nusu ya ufalme wa watu wale ikafa. Historia inasema ufalme wa Rumi ulipoteza watu wengi, ukawa ufalme dhaifu kwa sababu watu wake wengi waliuawa katika mashambulio ya Vandals, wa Ostrogoths na wa Heruli. Waliwapiga sana, wakaua watu, wakaua jeshi. Katika mapigano ya mwaka 378 kiongozi wa jeshi la Vandals aliua wanajeshi wote wa Rumi bila huruma, akaua na watu wengi sana. Akamchukua na kiongozi wa eneo fulani wa ufalme, alikuwa ni Valens, na yeye akamuua. Alikuwa katili kiasi hicho wakati huo. Lakini Biblia inasema sio hiyo tu, samaki na merikebu, 1/3 ya merikebu nazo zikaangamizwa. Swali, merikebu zinawakilisha nini? Tuna sekunde chache. Merikebu zinawakilisha nini? Merikebu katika unabii wa Biblia, merikebu inawakilisha ukwasi. Ukwasi ni Kiswahili sanifu. Vijana wa sasa hivi wanaweza sio wanajua. Ukwasi ni utajiri. Inawakilisha utajiri na kushamiri kwa biashara. Tazama mafungu machache afu tunamaliza hapa. Ezekiel 27 fungu la 9, 25 na 29. Wazee wa Gebari na wenye akili wake walikuwa ndani yako, wenye kutia karafat, merikebu zote za baharini na mabaharia wao walikuwa ndani yako, ili kubadiliana, Kiingereza kinatumia neno to occupy, ili occupy biashara yako. Merikebu za Tarshishi zilikuwa misafara yako kwa bidhaa yako, nawe ulijazwa sana, ukawa mtukufu sana katika moyo wa bahari, na wote wavutao kasia, wana maji na rubani zote wa baharini watashuka katika merikebu zao na kusimama katika nchi kavu. Ufunuo anaandika, anasema Ufunuo 18 fungu la 19, wakatupa mavumbi yao juu ya vichwa vyao wakati wa mwisho. Sasa wakalia, wakatoka na machozi na kuomboleza, wakasema ole ole wa mji ule mkuu, maana yake Babeli imeanguka, ambao ndani yake wote wenye merikebu baharini walipata mali kwa utajiri wake. Mali kwa utajiri wake. Ndio maana jicho la serikali ya Tanzania kwa sehemu kubwa limefunguka sana bandarini, kwa sababu hapo kuna utajiri hapo.
Kifuatilia ile historia zamani huko, wale walikuwa directors wa TPA wengi waliishia kukutwa na kashfa za ubadhirifu wa fedha kwa sababu ya utajiri. Wafanyakazi wa pale wengi sana, wengi hawataiona mbingu kwa sababu ya wizi. Utajiri. Hapo. Utajiri. Sasa wakati wa mwisho, Babeli itakapoanguka, merikebu zote, utajiri wote wa dunia utaonekana hauna thamani, utapotea. Mwisho kabisa rafiki yangu, mwalimu, tunamalizia na fungu letu, anasema na malaika wa pili akapiga baragumu. It means ni hukumu ya Mungu yenye rehema ikauangukia ufalme huo wa Rumi, mkubwa wakao moto. Theruthi ya bahari kawa damu, theruthi ya bahari kutokana na machafuko, theruthi ya viumbe hai vilivyomo baharini vikafa. Rumi ikapoteza utajiri wake, ikawa haina. Ilipoteza utajiri wa vita, ilipoteza utajiri wa mali. Ndio maana kitabu cha Ufunuo sura ya 13 fungu la 11, ili Rumi ya wakati wa mwisho, Babeli ya wakati wa mwisho iweze kushamili, inahitaji msaada kutoka kwa mnyama atokae nchi kavu ambaye ni Marekani. Inahitaji msaada kutoka Marekani kwa sababu Rumi ilipoteza sifa zake na haikuweza kuzirudia tena mpaka ipate ile backup. Kwa hiyo hukumu ya baragumu ya pili ni kuporomoka kwa utaratibu mzima wa kijamii na kiuchumi wa dola ya Kirumi. Rumi ikapoteza ufalme wake hata kugawanyika mwaka 476. Zikapatikana zile falme 10 kulingana na mwandishi wa historia wa zamani Gibson, ndo anataja yale mataifa 10. Halafu ikapoteza watu wake na ikapoteza utajiri wake. Wakati wa mwisho, Babeli ya wakati wa mwisho itapoteza kila kitu. Na sababu kubwa ya Rumi ilipoteza ni kwa sababu walikataa sheria ya Mungu, msingi wa utaratibu. Leo tutapoteza tutakapokataa sheria ya Mungu, tutajikuta tuko kwenye machafuko, hakuna utaratibu kwa sababu sheria ya Mungu ndio msingi wa kila kitu. Bwana awabariki sana. Amina. Kwa kama una maswali au maoni, kuna namba iko hapo. Unatuma swali au uoni kwenye namba ya simu hiyo. Hizo taarifa zote tutakazotuma hapo zitatufikia. Kama una mada unaotamani tuendelee kujifunza, unajua mwezi wa 11 tunamalizana na baragumu. Kwa kama una mada unatamani tuweze kujifunza kwenye kitabu cha Ufunuo, tuma hapo ili tuanze kuandaa kila kitu. Inachukua muda kuandaa mambo yakae vizuri. Bwana wabariki sana. Karibuni Sabato ijayo tukutane baragumu ya 3. Tusimame tuombe. Mtakatifu Baba yetu mwema, Mungu ushie juu mbinguni, tunakushukuru mambo haya uliowanyima wenye hekima wa dunia hii na ukatufunulia sisi watoto wadogo kwa ajili ya faida yetu sisi na watoto wetu. Na baada ya kutufunulia sisi ukasema tusiwa binafsi, bali tukaziseme habari hizi mbele ya mataifa. Kama Daniel alivyotoa jambo la pekee akimwambia mfalme Nebukadreza, njozi hii na tafsiri yake tutaihubiri maana ni ya wakati wa mwisho. Alafu Daniel alipokuja mbele zako na kaomba akasema ni nini maana halisi na ya kweli ya mambo haya. Tunapojifunza maana halisi na ya kweli ya mambo haya, tunakusihi Baba tusiwe kama ufalme wa Rumi ambao ulianguka kutokana na kiburi chake. Na sisi tusije tukajaa kiburi cha chochote kikatusababisha tukaanguke, bali tukae wanyenyekevu kama Paulo na Petro hata kifo, ila tukakiunue wewe na damu yetu ikawe mbegu ya kuwaleta wengine wengi kujua ukweli wako. Endelea kutubariki, bariki vipindi vyote vinavyoendelea. Tukutane wakati mwingine tutakapojifunza baragumu ya 3 kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Asante, tukae.